anasema Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim hafidhahullah wa nafa'ana Allah bihi, dhikru khairul wara yudawi alila yuniru al-fuada yahdi as-sabila ahi dhikrahu innahu la hayatu ad-din innaha la hayatu ad-din بين العباد جيلا فجيلا تبعث الحب في النفوس فتحفو لاتباع الحبيب فعلا وقيلا. اللهم صل وسلم عليه. أنا سمع الحبيب عمر bin Salim bin Hafidh katika watu ambao kwamba wanajua kufuatilia mambo na wamejionea. Anasema kumtaja mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yudawi alila, hutibu maradhi, maradhi aina yote, iwe ni maradhi ya kihisia, iwe ni maradhi ya kimaanawia. Japo sisi twafaa sana kuwa ni itina, kuwa na juhudi za hali ya juu katika kuweza kutibu maradhi ya kimaanawia zaidi, kuyatibu maradhi ya kimaanawia. Maradhi kimaanawia maana yake ni maradhi yanayohusiana na masuala ya nyoyo, kibri, riya, ujub, sukhriya wa ma ila dhalik, maradhi ambayo kwamba siku ya kiyama yatawatesa watu wengi sana. Hakuna atakayehukumiwa siku ya kiyama kwa nini ulikuwa na ukimwi, labda kama aliupatia kwenye zina. Hakuna atakayehukumiwa siku ya kiyama kwa nini ulikuwa una malaria, kwa nini ulikuwa unaumwa kipindupindu. Lakini maswali magumu yataelekea kwa wale ambao kwamba watakaokuwa hawakutibu nyoyo zao kuhusiana na maradhi ya moyo. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Siku ya kiyama kutakuwa na kazi kubwa sana ndugu zangu. Atakayekutana na Mwenyezi Mungu halikuwa moyo wako kwa salama na maradhi ya ujubi, maradhi ya chuki, maradhi ya kibri, maradhi kadha mbalimbali yaliyoelezwa kwenye vitabu, basi huyu atakayekuwa hana maradhi haya ndio siku ya kiyama itakuwa kwake ni nzuri. Lakini kuwa na afya, utakavyokuwa na afya duniani nzuri, lakini una maradhi haya siku ya kiyama itakuwa ni shida. Sasa miongoni mwa vitu hutibu maradhi haya ni mikusanyiko kama hii, na kumtaja mtu Muhammad kwa wingi sallallahu alaihi wasallam, na kumswalia mtu Muhammad kwa wingi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Mwenyezi Mungu yeye ndo anawatakia rahma, yeye na malaika wake. Lakini makusudio au faida za kuwatakia rahma ya Mwenyezi Mungu yeye na malaika wake ni liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, ni kwa ajili awatoweni kwenye dhulumat, kwenye giza, kuwapelekeni kwenye nuru. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatakia rahma au anatushushia rahma. Lakini ni lini Mwenyezi Mungu atatakia rahma sisi? Ni pale sisi tunapomtakia rahma nani? Mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu man salla alayya marra sallallahu biha 10 marra. Unapomtakia mtu Muhammad rahma, basi Mwenyezi Mungu anakutakia rahma mara 10. Unapotakia rahma na Mwenyezi Mungu ni kwa ajili akutoa kwenye dhulumati ila nur, akutoa kwenye giza kupeleka kwenye nuru. Lakini giza lipi? Giza la usiku huu, kama huu usiku la huu usiku kupatikana giza ni rehema, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anatuuliza, unaonaje Mwenyezi Mungu akaujalia mchana ukaendelea moja kwa moja, nani atakaoleteni usiku? Kwa usiku ili giza lina faida, lakini kuna giza lisiokuwa na faida ambalo ni giza linalotanda kwenye nyoyo.
Sasa lile giza lilotanda kwenye nyoyo huondolewa na Mwenyezi Mungu mja anapomswalia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ndugu zangu, basi nikutowilisha muda, waliofaulu mkiwasikia kuna watu wamefaulu mpaka wewe unatamani ungekuwa kama yeye anavyotajwa vizuri, hakuna watu waliofaulu kama watu waliokithirisha kumswalia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada zinginezo tuzifanye, lakini hakuna ibada ambayo kwamba inampa mtu shortcut, njia ya kufika haraka kama swala ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama mtaalamu mmoja anavyotuambia, amaluna baina raddi wal qabuli illa salatana ala rasulillah sallam. Amali zetu ziko baina ya kubaliwa na kutokubaliwa, lakini swala ya mtu Muhammad ni moja kwa moja inakubaliwa. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu, tuitahidi sana kumswalia mtu Muhammad, na sio kwenye majami kama haya tu basi, mtu awe na uradi tena kwa wingi, kwa sababu unapomswalia mtu Muhammad kama tulivyosema, kuna nuru zitakuijia nyingi sana. Kwa sababu kumswalia mtu Muhammad ni moja katika dhikri za hali ya juu. Ndio Imam Haddad anatuambia, irumta an tahdha biqalbin munawwarin naqiya anil akdari fakif ala dhikri au fi maana. Irumta an tahdha biqalbi munawwarin naqiya anil akdari fakif ala dhikri. Ikiwa unataka uwe na moyo mzuri wenye nuru, basi jilazimisha sana dhikri. Kule mwisho baadaye kuambia, ukijilazimisha na dhikri, badalaka nuru laysa kashamsi wal badri. Nuru itakudhirikia moyoni mwako, sio nuru kama nuru ya jua wala nuru ya mwezi. Kwa nini nuru ya mwezi sio kama nuru ya mwezi wala ya jua? Wataalamu wanatuambia nuru ya jua, nuru ya mwezi itakumulikia uone ulimwengu, lakini nuru inayokuja kwenye moyo wako, bali nuru lati ata fi surati nuri fastaqiri. Nuru itakayokujia kukithirisha kumswalia mtu Muhammad na adhkari mbalimbali ni nuru iliyotajwa kwenye surati Nur fastaqiri, ambayo ni Allahu nuru samawati wal ardhi. Ni nuru ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametaja kwenye Qur'ani, Allahu nuru samawati wal ardhi. Nadhani hapo kuna watu wana fununi zao. Allahu nuru samawati ay Allah munawwiru samawati wal ardhi au ma ila dhalika. Ni nuru hii, wataalamu wanatuambia nuru ya jua inakumulikia kuona ulimwengu, lakini nuru iliyotajwa kwenye sote nuru ni nuru ya kumulika umuone aliyeumba ulimwengu. Nuru inayokumulikia jua na mwezi ni nuru inakumulikia uone ulimwengu na vilivyo ndani ya ulimwengu. Lakini nuru itakayokuja kwa sababu adhkari ni nuru kubwa zaidi, kwa sababu ni nuru itakufanya umuone aliyeumba ulimwengu, umuone Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Ukishamuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umekosa kitu gani? Utamuona Mwenyezi Mungu ndani mwa kila kitu. Ukishamuona Mwenyezi Mungu ndani mwa kila kitu, kama kile Sheikh Abubakar bin Salim walikisema kwamba namuona Mwenyezi Mungu ndani mwa kila kitu. Akiona mti anamuona Mwenyezi Mungu, akiona mtu anamuona Mwenyezi Mungu, akiona nzi anamuona Mwenyezi Mungu jalla jalalu wa ta'ala fi ula. Ni kwa sababu hiyo nuru. Ukishamuona Mwenyezi Mungu huwezi kumwasi Mwenyezi Mungu. Ukishamuona Mwenyezi Mungu huwezi kukosa chochote unachokitaka katika khairati. Kile unachokitaka utakipata kwa sababu umemuona Mwenyezi Mungu. Kumuona Mwenyezi Mungu ni daraja la hali ya juu sana, tena sana. Wenzetu walitafuta daraja hili kwa hali na mali na kwa juhudi za hali ya juu sana. Nimalizie tu kiswa cha wali mashuhuri sana, wali mashuhuri mkubwa sana,
Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni wali katika miongoni mwa wali wa hali ya juu sana, lakini wanavyojua thamani ya kumuona Mwenyezi Mungu kwa maana yanalahikiana, lakini wenyewe waliamua na rafiki yake kwenda kumtafuta Mwenyezi Mungu porini. Walikaa porini kule, wasema hatutorudi ni mpaka tumuone Mwenyezi Mungu. Walikaa porini na jamaa yake, wanamtafuta kumuona Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula, lakini wana familia zao, wana watoto wao, wana wake zao wazuri tu, pengine hata kuliko wake zetu, lakini walithamini kumuona Mwenyezi Mungu. Walienda kule porini kumtaja Mwenyezi Mungu mpaka wamuone Mwenyezi Mungu, kwa maana na laikiana kumuona Mwenyezi Mungu. Lakini ilipofika muda wa hija, walitoka wakaenda haji. Alimwacha mtoto wake kijana mdogo sana hivi. Alipofika kwenye Al-Kaaba, akamuona mtoto wake ameshakuwa ni mkubwa, na mtoto wake pia amekuwa wali wa Mwenyezi Mungu, amengangania na ameikumbatia Al-Kaaba, analia na Al-Kaaba. Ibrahim bin Adham alipomuona mtoto wake, na ni siku nyingi, miaka mingi amemwacha nyumbani, miaka mingi ameacha familia yake, anamtafuta Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Alipomuona mtoto wake, basi alimtuma rafiki yake amwambie, msalimie mtoto wangu, lakini usimwambie baba yako yuko hapa, ila msalimie, mpe salamu. Rafiki yake akamwambia, bana, salamu alaykum, baba yako yuko maeneo haya, anakutolea salamu, lakini ameahidi nisikuonesha baba yako. Mtoto alilia sana kwa sababu aliachwa mdogo, alilia sana, nionyeshe baba yangu. Anasema tu tumeahidiana, siwezi kuonesha. Ibrahim bin Adham alipomuona mtoto wake analia kwa sababu ana shauku ya kumuona baba yake, Ibrahim bin Adham alianguka chini na akasujudu, akatoa maneno yake ambayo mara nyingi tunaimba kwenye kasida mbalimbali, akisema hajartu al-khalqa turra likay araka fi hawaka wa aitamtu al-iyala likay araka walau annani qatta'tani fi al-hubb irba ma hanna fuadu ila siwaka, ma hanna fuadi ila siwaka. Alianguka kifudifudi, anamwambia Mwenyezi Mungu, hajartu al-khalqa fi hawaka, nimewahama viumbe kwa ajili ya mapenzi na wewe Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Wa aitamtu al-iyala likay araka, na nimewafanya watoto wangu mayatima, japokuwa sijafa, lakini nimewafanya sawa wakawa kama yatima kwa ajili ni kuone Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Walau annani qatta'tani fil hubbi irba, laita hata Mwenyezi Mungu kaamua kunikata vipande vipande, unanipa mitihani niachana na safari yangu hii ya kukutafuta, ma hanna fuadi ila siwaka, kifua changu hakito tamani asiyokuwa wewe ya rabbul alamin. Hivi ndio wenzetu walivyomtafuta Mwenyezi Mungu, wakamuona Mwenyezi Mungu, wakampata Mwenyezi Mungu. Ndio yule mtaalamu mmoja anasema, madha fagada man wajada Allah, amekosa nini aliyompata Mwenyezi Mungu? Wa madha wajada man faqada Allah, na ni kitu gani alichokiambulia, alichokipata aliyomkosa Mwenyezi Mungu? Kuwa na elimu zako, kuwa na mali yako, kuwa na mabalagha yako, kuwa na mantiki yako, hujampata Mwenyezi Mungu, anta khasir, hakuna chochote. Si vizuri kuongea muda mrefu hivi mpaka hapa nilivyoongea mbele Said, lakini kuna mwanachuoni moja nadhani mashuhuri sana, Al-Habib Abdurrahman alim dunia katika Ahl Bait kule Hadramaut. Huyu alikuwa mwanachuoni mkubwa sana mpaka walimuita kwamba ni alim dunia. Kuna maneno yake alisema, wa man yakum bi kulli ilmin alimin au alimun au aliman, japo kule imekuja kwenye kuchunga abiyati imekuja alim. Wa man yakun bi kulli ilmin aliman wa lam yadhuqha fa huwa sa'in naim
khifa alayhi ma yukhafu alayhi alhaim. Kuwa na maelimu yako utakavyokuwa na maelimu. Kila elimu wewe ni bingwa. Ukigusa elimu ya nahau wewe ni bingwa, ukigusa elimu ya tahfidhul Qur'an wewe ni bingwa, ukigusa elimu ya mantiki wewe hakuna anakufika, ukigusa elimu ya balagha hakuna anakufika. Lakini walam yadhuqha, hujafikia kuonja dhauq, ladha wanayoifikia mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kumuona Mwenyezi Mungu. Huyu ni sahin naim. Hata na elimu yako wewe ni sahin naim. Wewe umelala tu. Utageuzwa na shaitani, shaitani anavyotaka. Leo atakupeleka kwenye zina, atakupeleka kwenye kusengenya, atakupeleka kwenye dharau, anavyotaka shaitani, atakugeuza na elimu yako yote. Samahani nimetoilisha muda, na yusia nafsi yangu tukithirisha sana kumswalia Mtume Muhammad, tukithirisha sana kumsoma Mtume Muhammad, tumjue Mtume Muhammad zaidi tunavyomjua. Zile abiyati kule mwisho anasema ahi dhikrahu, huisheni utajo wa Mtume Muhammad, innaha la hayatu dini. Utajo kuisha mawalidi kama haya kakithiri ndo uhai wa dini baina alibadi jila mfajila. Tabathul hubba, inasababisha kutifua mapenzi fi nufusi, kwenye nafsi. Baadaye utajikuta wewe huna wajibu, lazima umfuate Mtume Muhammad qaulan wa fi'lan. Hutokubali kumwacha Mtume Muhammad hata kauli moja, hutokubali kumwacha Mtume Muhammad hata kitendo, hata sunna moja. Ukiona kwenye uhai wako kuna sunna za mtume unaziacha na unaona kawaida, una matatizo makubwa sana. Bora aliona ukimwi, bora aliona corona. Kuna sunna ambayo kwa mtume ameifanya huifanyi, matatizo makubwa sana. Na unaridhia, una matatizo makubwa sana. Kuna sunna ya mtume. Imam Haddad alifikia wakati alisema hakuna sunna ya Mtume Muhammad aliyoifanya ambayo sijaifanya, isipokuwa tu sunna mbili. Kuna unyoaji wa nywele, uchanaji wa nywele. Wana fulani mtume alikuwa anachana nywele, hizi zinaangukia huku, hizi zingine zinaangukia huku. Na kupanda punda, mtume alipanda punda, anasema sijapanda punda, lakini nataraji sitokufa inshallah mpaka lazima nimalizie hizo sunna. Sasa jiuliza, sunna za mtume ziko ngapi? Siku moja waliwahi kukusanyika wanachuoni Azhar, wanatafuta nani atakayokuwa imamu wao. Wakasema atakayehesabu sunna nyingi za swala ndio atakuwa imamu wetu. Kwenye swala tu mwanachuoni mmoja wa Hadhramaut alihesabu sunna 200 kwenye swala tu. Hatusemi kwenye kulala, hatusemi kwenye kutembea, hatusemi kwenye kupanda, hatusemi kwenye kitu gani. Kwenye swala tu, as-sunan ma qabla salati wa ma baadaha wa ma fiha, zile swala kabla, sunna zaidi ya 200 kwenye swala tu. Lakini kidume huyu anakuambia, Imam Haddad anakuambia hakuna sunna ambayo kwamba sijaifanya ya Mtume Muhammad. Ni malaki ya sunna, lakini kidume huyu. Ndio maana kwenye hii dua tunasoma kwenye sura ya Yasin, kule mwisho anasema nini? Warzuquna kamala, warzuquna kamala. Tukisoma Yasin, Mwenyezi turuzuku ukamilifu wa kumfuata Mtume Muhammad. Usione tu ni kuvaa kanzu ndio umeshafuata Mtume Muhammad. Usione tu ni kumswalia mtume kwenye majalisi kama haya. Sunna za Mtume Muhammad, kwenye akili hawakubali kabisa kumwacha Mtume Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi waalafu minkum.